watoto, ndugu na sisi sote tunajipa pole. Sina maneno mengi, manake nimeishiwa, ambapo nikiongea najisikia na hisia nyingi sana nikikumbuka jinsi tulivyoishi na mama. Nilibahatika kuwa mtu wa kwanza aliyechukua kuja kubariki nyumba yake hapa miaka mingi kidogo, lakini kikubwa zaidi, mama kila shida ilitokea alikuwa anapiga magoti. Watoto wake hawa nawafahamu, Christopher na Eli na Deo, namna gani mama alikuwa anapigania kwenye imani. Basi tusije kumwombea mama ili nasi au Mwenyezi wetu huko mbinguni mwe na moyo mkuu, mshikamane. Mama anapigania sana mwana umoja na aliongea sana, basi na sisi za mwetu kumwombea mama. Bwana leo nipe Bwana. Sisi Bwana. Kristo basi niwape pole nyingi kwa kazi paroko, kwa mapadre na wanaparokia wote. Nilishazungumza wakati wa mahubiri, lakini naenda nyumbani kwangu na neno waliotamka mtoto, maisha ni huruma. Kila mmoja aseme maisha ni huruma. Maisha ni huruma. Na huruma haziwezi kwenda bila sala. Amina watu wa Mungu. Alijiwekeza kwanza kwa Mungu, pengine kwa kutumia wagonjwa, kwa kiongozi haiwezekani. Siku moja unaweza kufanya kwa kupiga picha, kuonekana kwa mtu, lakini maisha yote kama unahurumu, hata asiyekuwa muuguzi angehurumu, kwa sababu nguvu zake zote zilikuwa zinatoka kwa Mungu. Tuwe wacha Mungu. Baba Paroko, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuja hapa kwanza. Kwa sababu tunapenda kwa lugha ya Kiswahili. Baba Paroko, tunakuja tu na katika pia nafasi ya kuhubiri na kushukuru. Nimefurahi rafiki kwa baba Riziki. Baba Paroko umetukutanisha na mzee wetu tunamfanana kidogo hapa. Basi Mungu akubariki pia na baba. Leo ni wabukundi, ni washirika mmoja na Kambeli. Na washukuru na wote wanaosafiri, na waombea Mungu awapeleke na kuwarudisha salama. Raha ndio mpe Bwana. Dada tupendwa apumzike kwa amani. Kristo. Ni vigumu kupata maneno ya kutosha kusema katika msiba huu. Nitatoa shuhuda kidogo pamoja na shuhuda ambazo zimeshatolewa. Mimi nitatoa kidogo, lakini kabla hapo kwanza nitoe pole kwa baba Basil, watoto, ndugu na jamaa wa pande zote, mama na kwa baba na ukoo, kwa mapadri, kwa mama yetu kwa namna pekee, kwa WAWATA parokia, kwa hospitali Muhimbili na vitengo vyake, na wote wenye mapenzi mema. Poleni sana kwa msiba huu. Asante. Kama tulivyosikia shuhuda mbalimbali kwenye wasifu baba mhubiri, pia Lilian alisema na wengine wote na watoto. Mama huyu nilidokeza pia mwanzoni kwamba amegusa wengi sana, familia, jamii na kanisa. Lakini mimi kwa namna ya pekee, baada ya kuchukua usukani wa parokia hii kama kiongozi, mama huyu alikuwa mwenyekiti wa WAWATA wa kwanza, na polepole akaendelea vizuri
na nimeona matokeo yake jinsi wa watu wanavyong'ara, ni kwa sababu ya mwanzilishi huyu bila shaka. Lakini kwa upande wetu sisi mapadri, ninaweza kuthubutu kusema ni mama wa mapadri. Kwa nini? Mama huyu kila mara alipiga simu, aliwasiliana na mpishi wetu Fred. Nini kimepungua kwa mapadri? Ataleta mboga, ataleta viungo, ataleta samaki, ataleta nyama, ataleta vitu mbalimbali kwa ajili ya kutosheleza mahitaji ya mapadri. Na najua neno nasema ukimhudumia nabii au kuhani, kwa sababu ni nabii au kuhani utapata thawabu au tuzo la unabii au kuhani. Na ndivyo ilivyokuwa kwa mama. Ndugu zangu, ningewashauri pia wengine wafuate mfano huu. Hutakuwa unapoteza. Unajua sisi mapadri hatuna baba wala mama mahali tulipo. Ninyi wa baba ni baba zetu, mama ni mama zetu, dada ni dada zetu, wadogo ni wadogo zetu. Kwa hiyo tunajisikia kufungamanishwa na familia ya kila mmoja. Kwa hiyo hutapoteza. Najua wako wengine, familia nyingine kama mama ambao wanatutunza mapadri kwa namna ya pekee. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, na Mungu awape tuzo, aendelee kuwabariki kazi za mikono yao. Na hivi daima atafikiria wengine tu kila mara, kama mlivyosikia, huduma, upendo ni huduma, na aliwasaidia sio mimi tu, najua wako wengine wengi aliwahudumia, aliwapenda, alijitolea hata kwa gharama za uchumi wake, aliwafadhili watu mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Na jambo ambalo lilikuwa kama zawadi kwangu, tarehe 28 mwezi uliopita nilikuja hapa kumwona baba paroko, na nikajua mama yuko nyumbani, alikuja kupumzika nyumbani. Nilimtembelea nikiwa na Mheshimiwa Ali Masawe, tulikuwa hapa pia na mwenyekiti wetu Bahati na baba paroko. Basi tukawakilisha, tukaenda pale tukasali na akapata faraja, tukampa baraka, nikampa baraka ya kikuhani. Na tarehe 4 asubuhi baada ya kutoka ibada ya misa, niko huko sasa Mtakatifu Teresa wa Avila Kigogere, na kwa sababu pale ni karibu na hospitali, kwa napata naenda hospitali kwa rahisi, nikapata message kwenye simu yangu kutoka simu ya mama ikiniambia kwamba kama unaweza kuja kumwona mama. Najua ni mdogo wake aliandika kuja kumwona mama. Najua wakati huo ndio alikuwa katika kupanda mlima mgumu wa maumivu na mateso makali ya maumivu hayo, na walitaka nifike nimbariki au niangane naye. Nikabadilisha mara moja, niliacha kunywa chai, nikapakia gari, nikaingia kwenye gari, nikaenda mbio kufika geti la Muhimbili. Nikawapigia simu, walikuwa na simu ya. Na leo kwa wiki huu mama, unaweza ukaona kwamba amegusa wengi, mapadri wengi wameweza wakafika, ni kwa kuwa tu labda kutokana na shughuli mbalimbali, lakini amegusa wengi, ametugusa mapadri wengi. Kama nilivyosema, ni mama wa mapadri. Tutaendelea kumwombea kila tukiadhimisha ili tandiko la Kikristo, misa takatifu, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ampokee kwake mbinguni. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Amepumzika usingizi wa milele. Yetu ni kumwombea
tulivyo hapa sasa hivi, nadhani kuna wengine tunaona tabasamu lake, wengine tunaona mwanya wake alipokuwa anacheka na hali yake ya utaratibu. Alipenda kukaa mahali fulani hapa. Kama najiuliza kwa nini wale wauguzi wote wameenda kukaa hapa. Hasa anatuambia jinsi tulivyo sisi, hapo ulikokaa na yeye alikaa. Jinsi tulivyo na yeye alikuwa hivyo. Jinsi alivyo na sisi tutakuwa. Tukumbuke kumwombea. Waliovaa sare, sio waliobeba, waliovaa. Alafu kwa mmoja wetu tuliongee hapa mbele, tulipambe gereza hili